Hapa ni katika viwanja vya Maisara, viwanja ambavyo leo hii kumepigwa mchezo wa kirafiki kati ya timu ya Valhalla, timu ambayo inajumuisha wafanyakazi kutoka balozi mbalimbali zinazofanya kazi hapa Tanzania, pamoja na timu ya Zanzibar All Star, timu ambayo inajumuisha wachezaji kutoka timu mbalimbali waliocheza ndani ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Mchezo ambao umemalizika kwa timu ya Valhalla kuondoka na ushindi wa goli 6-2. Tumezungumza na wachezaji kutoka pande zote mbili pamoja na kocha wa Zanzibar All Star. Wameeleza namna ambavyo mchezo ulivyokuwa na kueleza faraja yao kutokana na muunganiko huu. Mimi ni Abdillahi Abdullah. Kweli leo tumefaulu sana kuliko mechi ya nyuma. Mechi ya nyuma yalikuwa close sana. Siku nyingine tumeshindwa, siku nyingine tumeshinda. Leo naona kwa kweli mimi nipo na timu tangu miaka mitatu sasa hivi, na leo nimeona kweli maendeleo ndani ya ile miaka mitatu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunafurahi sana leo kwa sababu leo mshindi ilikuwa kweli sio ya kubahatika. Leo kweli tumeshinda, tumeridhika sana. Kwa kweli niliposema nimeanza kama miaka mitatu iliyopita, na ile ushirikiano ulikuwepo nimeukuta. Kwa hiyo naona inaenda nyuma sana na tunaendelea kuimarisha. Kwa hiyo leo nimeongea na kiongozi mmoja wa timu hao, amesema labda katikati ya mwaka huu atakuja kwetu Dar es Salaam na tutafurahi sana kucheza mechi nyingine kwetu Dar es Salaam. Naitwa Don Robert Rothblatz na tuko kwenye timu ya Valhalla, na kila mwaka tunashirikiana na All Stars wazee. Leo tumeweza kufika hapa, tumeweza kufanya tena kucheza mechi nyingine na tukatoka na ushindi, na tunashukuru kwa ushirikiano wa hizi game kila mwaka na tunataka tuendelee hivyo hivyo. Siri ya leo ni kwamba tumekuja na vijana ambao tupo 22. Kwa hiyo tumeweza kusub na kupata nguvu mpya after half time. Lakini vinginevyo tunajua ushindano wa wazee hapa. Wanacheza pamoja miaka yote, kwa hiyo ni very difficult kushindana nao. Nafurahi sana. Ndio maana kila mwaka tunakuja huko ili kushindana na kucheza na wazee. Yani it is a year, na ni kitu ambayo tunataka tuendelee nao kila mwaka. Na hopefully next time wao wataweza kuja Dar es Salaam na tucheze upande ule. Kwa mchezo wa leo tunashukuru, mchezo ni mzuri sana kwa pande zote mbili. Isipokuwa pande moja ilikuwa ni nzuri zaidi kwa sababu ameshinda. Hii ni kawaida yetu ya wenzetu wa Valhalla kucheza nao kila baada ya muda fulani, na inakuwa wanakuja wao alafu tunarudi sisi. Leo tumefungwa, ndio mchezo. Nafikiri kawaida ndio ilivyo, unashinda au kudraw au kufungwa. Hayo mawili matatu yatatokezea. Kwa hivyo mchezo ulikuwa mzuri na wamecheza vizuri sana kusema kweli, hasa kipindi cha pili. Na sisi kipindi cha pili tulibadilika, tukarejesha magoli, lakini bahati mbaya wao walikuwa wako vizuri zaidi na wameweza kutushinda. Timu yetu ni muendelezo kwa sababu ni kawaida ya Jumamosi na Jumapili na kwa ni siku yetu ya mazoezi na au tunacheza mechi. Kwa hivyo sisi tupo katika kujitayarisha vile vile. Nafikiri baadaye tutakuwa tuna michezo fulani mingine hapa tutakuwa tunacheza, na kuna ligi nyingine tutakuwa tunacheza, na hawa ni wenzetu ambao kwa muda mwingi sana tuko nao pamoja. Kwa kweli leo ilikuwa sio nzuri sana kwetu sisi. Kwa majina naitwa Ramadhani Sururu Juma, ni kocha msaidizi wa Zanzibar All Star. Kila mwaka huwa tunacheza na ndugu zetu wa Valhalla kwa ajili ya kujenga urafiki. Namna ya matokeo yalivyotokea ni aina ya mchezo, kwa sababu mchezo una matokeo matatu: kuna kushinda, kudraw na kushinda. Kwa hiyo hii imetokea ni moja kati ya pati ya mchezo. Kwa mara hii kimtazamo wangu ametusurprise kwa kweli, kwa sababu huwa tunategemea mara nyingi hata sabu haitimia kwao, lakini mara hii wamekuja, alhamdulillah, wamekuja watu wengi. Kwa hiyo inaonekana wamejipanga. Kujipanga kwao, sisi hatujajiandaa vizuri, ndio tumeharibu mchezo.
Kipigo hatutaweza kukisahau kukifikiria sana kwa sababu ni moja pati ya mchezo, lakini inshallah mwezi wa 6 haitatokea kama hii. Nafikiri itakuwa ni mechi nzuri ya upande wetu. Asante Mungu. Hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana. Limejaa, yani wewe acha tu. Lakini pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi? Kweli Asha, hemu tupe siri ya mafanikio kwa sababu sisi tunakujua. Wewe na kilimo, kilimo na wewe. Na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi shoga yangu. Rafiki zangu, hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka 2 mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. Kilimo mseto ndo nini na kinafanyikaje hadi ukafanikiwa hivi shoga yangu? Kilimo mseto ni mfumo wa kilimo ambapo mkulima hupanda mazao zaidi ya moja katika shamba moja kwa wakati mmoja au kwa msimu mmoja badala ya kulima zao moja pekee. Mfano, kupanda mahindi na maharage pamoja, kupanda mihogo na kunde, kupanda ndizi na kahawa au mazao ya mboga chini ya migomba. Kumbe ni hivi ndio maana unapata mavuno mpaka kujaza duka. Asha, leo umetufungua macho. Tulikuwa tunategemea kilimo cha mhogo tu, lakini sasa naona umuhimu wa kubadilisha na kuhamia kwenye kilimo mseto. Ndiyo, wote kwa pamoja tulime kilimo mseto kwa mavuno endelevu, himilivu na yenye tija. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Community Forest Pemba, Community Forest International na TAMWA Zanzibar.